ile taarifa tukasema hapana, hii bwana tutakuja kuifanya itapofika asubuhi. Na asubuhi finally imefika, na sasa hivi tunakwenda kumwangalia nyota huyu. Tunakwenda kumwangalia profile yake, ni nyota mwenye wasifu gani, lakini ndani ya Young Africans usajili wake unamaanisha nini na imekuwaje mpaka amekuja kusajiliwa, kwa sababu ni nyota ambaye hakuwepo kwenye tetesi za usajili, limetokea jioni kabisa. Tukianza kuangalia juu ya wasifu wake, ni nyota mwenye umri wa miaka 24. Yes, huyu nafasi yake ni kiungo wa ushambuliaji anayetokea pembeni, kwa maana ya winga ambaye ana kasi kubwa. Ni winga ambaye raia wa Gambia, amezaliwa Gambia, amekulia Gambia kwa miaka mingi katika makuzi yake na karia yake ya football. Lakini nchi nyingine tofauti na Gambia, kwa maana ya kucheza kandanda ndani ya Afrika, alikwenda kucheza kandanda nchini Angola. Kwa hiyo Angola amekaa pale kwa kipindi, anafahamu mazingira ya pale. Amecheza klabu mbili ndani ya Angola, ikiwemo GD Interclub. Hii ni klabu yuko chini ya jeshi la polisi pale Angola. Lakini pia amekwenda kucheza klabu ya Wiliete de Benguela. Hii tunaifahamu vizuri. Alikuwa pale kwenye kikosi cha Wiliete de Benguela, akaenda kuchukua nafasi ya Skudu Makuduvela. Sasa huyu mchezaji tukitoa hiyo kwa maana ya wapi alikotoka na amepita wapi, ni mchezaji ambaye ni chaguo la mwenyewe kocha Pedro Gonçalves Soares. Tunafahamu kwamba Pedro Gonçalves amepita pale Angola, anafahamu wachezaji wengi wa Angola, anajua mazingira mengi ya Angola. Huyu ni mchezaji ambaye alikuwa akimuona akiwa naye pale, na alisha attempt mara nyingi kutaka kumbadilisha uraia na kuwa raia wa Angola, na miongoni mwa biashara ambazo alifanikiwa ni kumuongezea uraia wa nchi nyingine, kwa maana ya dual citizenship, raia wa Gambia pamoja na Angola. Na ametumika huyu kwenye mechi za Angola, kwa maana ya national team ya Angola, Palancas Negros, katika ile michezo ambayo sio rasmi. Yes, ameshatumika na alikuwa anatumika na huyu kocha Pedro Gonçalves. Ni miongoni mwa wachezaji ambao yeye anawahusudu, aliona kuna talent katika mwili wake na aliamini anaweza kumsaidia kwenye national team, that's why alimpambania kwa wakati huo. Sasa kwa sasa tunapozungumza, Pedro yuko ndani ya Young Africans, na Young Africans ilikuwa tayari wameshasajili wachezaji wengi, lakini kocha Pedro kuna baadhi ya wachezaji ilikuwa kama hajaridhishwa nao hivi, yani aliamuru kabisa kwamba kuna wachezaji ambao yeye amehitaji maingizo mapya kikosini, kwa maana ya wachezaji wengine ambao wanaweza kwenda kuifanya kazi yake vizuri, kwa sababu anapenda kufanya kazi na wachezaji ambao wanawafahamu vizuri zaidi. Kwa hiyo tumeona kuna baadhi ya maingizo mapya yameingia kikosini na yameanza kuclick, the like of Olerio Depu. Tumeona performance nzuri ambayo ameanza kuionyesha. Kwa hiyo imefikia hatua sasa Young Africans wenyewe wanamuamini huyu coach Pedro Gonçalves, licha kwamba amegonga mwamba katika kumpata Gerson Dala, na mwenyewe pia alikuwa kwenye shortlist, lakini hawakufanikiwa kumpata kwa sababu Gerson Dala kule aliko ni ngumu kuachiwa, yuko Qatar kule na anapiga hela nyingi, kwa hiyo haikuwa rahisi kwa Gerson Dala kuachiwa. Upande wa pili wa shilingi kwenye kikosi cha Young Africans, Pedro Gonçalves ameangalia timu ya Young Africans ina wachezaji wengi wazuri katika eneo la viungo wa kushambulia, na binafsi nilishawahi kusema kwamba Young Africans imetosha, msiongeze watu wengine huko juu, kwa sababu sijui unataka kutengeneza kitu gani. Ukiangalia sofa tayari ilikuwa na wachezaji wengi viungo wa kushambulia ambao ni threat, viungo ambao ni hodari, ni wazuri, lakini unaona kocha bado anaingia tena sokoni kwa maana ya kuongeza mchezaji mwingine katika lile eneo. Of course ni kitu ambacho mimi sikutarajia, yani sikuona kama kingeweza kuja, lakini imetokea na imekuja kwa maana ya kusajili mchezaji mwingine. Sasa mchezaji mwingine ndo huyu Buba Ishame ambaye umeongeza kikosini. Sasa ukiangalia ile klabu ya Young Africans, ile klabu wana wachezaji wengi, lakini wachezaji wao ambao wamewasajili bwana, ni wachezaji wao wanakosa a typical winger, wanakosa
mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye touchline, yani kwenye mapana makubwa ya uwanja. Wana Pacome Zouzoua. Pacome ni kiungo mzuri, lakini Pacome sio typical winger. Anatokea pembeni lakini sio typical winger. Pacome bwana, tangu akiwa kwao huko kwenye kikosi cha African Sport mpaka baadaye anakwenda kujiunga na ASEC Mimosas, alikuwa anatokea katikati kwa maana ya eneo la nambari 10, na huyo alikuwa ni mbadala wa Stefan Ki Azizi. Azizi Ki anaanza kwenye namba 10 ya ASEC, yanatokea benchi anaingia. Kipindi hicho winga ni Anise Ura, huyu ambaye yuko Simba sasa hivi. Kipindi hicho winga ni Kram Aubin ambaye alipita Simba pia. Kwa hiyo hao ndo walikuwa mawinga wa ASEC Mimosas, na Pacome alikuwa akitokea kati kwenye eneo la namba 10. Hadi sabu yake ilikuwa atoke Stefan Ki Azizi aingie yeye. Lakini kuna Max Nzengeli. Max Nzengeli huyu ni kiungo wa ushambuliaji ambaye ndani ya Young Africans anatumika kama winga. Na unajua hao wote wawili kwa maana ya Maxi pamoja na Pacome walikuwa wameenda pembeni kucheza kama wingers kwa sababu ya uwepo wa viungo wazuri katika eneo la kiungo cha ushambuliaji, kwa maana eneo la namba 10 ilikuwa tayari na Stefan Azizi Ki ambaye alikuwa ni bora kwelikweli. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kumtoa Azizi Ki katika eneo nambari 10 kumweka Pacome au kumweka Max Nzengeli. Kwa hiyo automatic wanajikuta wanatoka wanakwenda kucheza kwenye mapana ya uwanja, na wanatengeneza combination nzuri huko pembeni. Pacome pembeni, Max pembeni, na Max bwana tangu alikotoka kwa maana ya Manyema Union. Manyema Max alikuwa anatumika kama namba 8, namba 10. Hizo ndo nafasi ambazo alikuwa akicheza zaidi, lakini ndani ya Young Africans wamemtumia kama winga, lakini ana uwezo kucheza pia katika hizo position za kiungo wa kati. Sasa ukiangalia wamesajili baadhi ya wachezaji. Ekwa ameshaondoka, hatuwezi kumjadili. Alan Okello ana uwezo wa kucheza kutokea pembeni, lakini sio typical winger. Alan Okello ni nambari 10, namba ambaye anaenjoy zaidi kucheza mwenyewe, na hata kwenye national team ya Cranes tunamuona akiwa anatokea kwenye position ya nambari 10, eneo lake la kujidai kuliko kucheza mapana ya uwanja. Kocha Pedro Gonçalves anaipenda kucheza na mawinga, ingawaje kwa asilimia kubwa alikuwa akitumia wing backs kwenye kikosi chake cha Angola. Alikuwa na wing backs ambao walikuwa na kasi, the like of To Carneiro ambaye yuko AS FAR Rabat kwa sasa, Hosi ambaye alikuwa Petro de Luanda. Hao wote ni mawinga ambao ni mawing backs ambao wana overlap kweli. Sasa anapenda kushambulia kutokea kwenye mapana ya uwanja. Anahitaji mafullbacks wapige cross, anahitaji wingers zenye mwendo ili kwa ajili ya mitego ya counter attack, lakini pia sometimes kupiga crosses. So kwa nini anahitaji crosses? Kwa sababu mpango wake anaokwenda kutengeneza sasa hivi inaonekana kabisa kwamba anahitaji kwenda kumtumia Depu pale juu kwenye mipira ya aerials, mipira ya kichwa. Sasa kama anakwenda kumtumia Depu, maana yake lazima umwekee silaha ambazo zinamfanya Depu awe tishio. That's why amesajili huyu Buba Jame katika dakika za jioni kabisa, na ni deal ambayo imefanikiwa ya mchezaji ambaye ukiangalia profile yake sio kubwa sana. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye kocha ndo alipoint kwamba anamhitaji huyu mchezaji kwa sababu namjua, namhitaji ndani ya Young Africans, na viongozi wamepambana bwana, wamempata finally. Leo tunapozungumza Boubacar Jame ni nyota wa Young Africans, ameingia kikosini. Sasa kazi haiwezi kuwa nyepesi, bado na kazi ya kufanya Jame Boubacar ya kuendelea kumshawishi mwalimu ili kuweza kumpa nafasi, kwa maana ya kasi yake, uwezo wake, ubunifu wake unaweza kumtosha ukamsaidia kwa yeye kupata nafasi mbele ya nyota wengine. Young Africans ina nyota wengi bora na ni wazuri. Anyways,